Ndugu mpenzi msikilizaji wa Tuongee TV, na leo hii tutaongelea maswali magumu zaidi ambayo yanaulizwa katika jeshi la JWTZ au kati ya majeshi haya lazima maswali hayo yaulizwe. Hivyo nakuomba utege sikio kwa umakini, maana nitakuwa nauliza swali pia nalijibu mwenyewe, ili na wewe siku ukikutana nayo kwenye siku ya interview uweze kujibu kwa usahihi. Ni maswali 8. Hivyo naomba tusikilizane, na hii ni Tuongee TV. Ni channel ambayo tunaongelea masuala ya ajira zozote zile tutakuwa tunaongelea. Hivyo leo nakuletea maswali 8 ambayo wanauliza sana wakiwa jeshini. Tega sikio lako uweze kunisikiliza kwa umakini. Swali la kwanza linauliza, kwa nini unataka kuwa mwanajeshi? Jibu zuri na ambalo limenyooka ni kwamba nataka kuwa mwanajeshi kwa sababu nina uzalendo na natamani kulinda usalama wa nchi yangu pamoja na wananchi. Hilo ni jibu ambalo limejitosheleza, limeshiba. Swali la pili ni kwamba kama ukikutana na adui utafanyeje? Jibu zuri ni kama hila hapa. Nitafuata maelekezo ya wakubwa wangu na kutumia mafunzo ya kijeshi niliyopata ili kulinda nchi. Umenielewa? Kwa maana hiyo kila kitu lazima uchukue amri kutoka kwa bosi wako. Swali la tatu linasema kwamba nini maana ya nidhamu kwa mwanajeshi? Jibu ni kwamba nidhamu ni uwezo wa kufuata sheria, amri na taratibu za jeshi bila kuvunja kanuni, pamoja na kuwa na heshima kwa wakubwa na wenzako. Hilo ni jibu ambalo limejitosheleza kabisa. Swali la tatu, kama rafiki yako jeshini anavunja sheria utafanyeje? Rafiki yako amevunja sheria utafanyeje? Jibu zuri ni kwamba nitampa ushauri kwanza aache kuvunja sheria, lakini kama ataendelea nitatoa taarifa kwa wakubwa ili kulinda nidhamu ya jeshi. Swali la tano, unajua majukumu ya jeshi ni yapi? Majibu mazuri ni kama hii hapa. Jukumu la kwanza, kulinda mipaka ya nchi. Jukumu la pili, kulinda usalama wa taifa. Jukumu la tatu, kushiriki katika kulinda amani ya dunia nzima. Na la mwisho jibu ni kusaidia wananchi wakati wa majanga. Swali la sita, utaweza kuishi maisha magumu ya jeshi? Jibu ni kwamba ndiyo, nitaweza kwa sababu nimejiandaa kimwili na kiakili na niko tayari kufuata mafunzo na taratibu zote za kijeshi. Swali la saba, unajua nini kuhusu rais kama amiri jeshi mkuu? Jibu sahihi ni kwamba kwa Tanzania amiri jeshi mkuu ni rais wa nchi. Mfano, rais wetu sasa hivi ni Samia Suluhu Hassan, ndio amiri jeshi mkuu. Hilo ni jibu sahihi kabisa. Swali la 8 na la mwisho, kama familia yako haitaki ujiunge na jeshi utafanyeje? Jibu sahihi, nitawaheshimu lakini nitawaeleza kuwa nina ndoto ya kulitumikia taifa kupitia jeshi. Nadhani umesikiliza kwa makini, na ukikutana na swali hilo sehemu yoyote ile utaweza kulijibu kwa umahiri, iwe kwenye JWTZ, iwe magereza, iwe polisi, iwe JKT, iwe TSS, iwe KMKM. Asante kwa kunisikiliza. Subscribe, comment, tuendelee kupata elimu kwa pamoja. Hadi wakati mwingine tena. Asante.